Saa 5 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya leo hii siku ya 16 ya mwezi Januari. Mwaka umeanza kwa kasi kweli kweli. Wenye kutembea na makabeji wanatembea na makabeji, na wale ambao wamelazimika ati kufanya intermediate fasting kwa sababu ya Januari pia wapo tu. Karibu kwenye taarifa hizi za yanayojiri. Leo ni Ijumaa, kidogo tutakuwa tunaingia kwenye burudani baadaye kuweza kufahamu maisha na sanaa ya MCA Tricky. Je, fahamu yuko vipi katika sanaa hii wakati huu ambapo ucheshi umekuwa ukibobea? Ucheshi umebadilika kutoka kwenye majukwaa hadi katika mitandao ya kijamii. Unapokuwa kwenye simu yako ya rununu, ucheshi unakufuata papo hapo. Je, vipi amebaki kuendeleza sanaa yake na vile vile kujumuisha masuala mengine ya kijamii na elimu na taaluma? Takuwa nazungumza naye baadaye hivi kuanzia mwendo wa saa 5 hivi na nusu, lakini kwanza takuwa tukiangazia na kuzamia kwenye habari ambazo zimejiri. Karibu, naitwa Suleiman Yeri. Tuanze kule Kajiado. Kiangazi kinachoendelea kushuhudiwa katika kaunti ya Kajiado kinatishia elimu ya wanafunzi wengi kutokana na ukosefu wa karo. Katika eneo la Oiti, Kajiado ya Kati, matumaini ya zaidi ya wanafunzi 40 kujiunga na shule ya sekondari ya juu yanafifia kutokana na wazazi wao kulemewa na ugumu wa maisha. Hali hii imefanywa kuwa mbaya zaidi baada ya mifugo wao ambao ndio tegemeo la kipekee kuangamia kutokana na kiangazi kikali. Wanafunzi hao sasa pamoja na wazazi wao wanahofia huenda wakalazimika kusitisha masomo yao licha ya kufanya vyema kwenye tathmini ya gredi ya 9 na kupokea barua za kujiunga na shule ya sekondari ya juu. Baadhi ya wanafunzi wamelazimika kufanya vibarua ili kusaidia wazazi wao. Babangu alikuwa anaendesha pikipiki ndio tupate chakula ya kula. Sasa hivi amefika mwisho ana chochote. Kiangazi imemaliza ng'ombe zote. Familia they are very poor. Tulisomeshwa, hatuna mifugo zote, hatumaliza shule. Mama zaidi wasichana kusoma kidogo wanaolewa, sisi tunaenda kwa Ottomans. Hatuna chochote. Mimi nilianza kiongozi nilikuwa grade la 3 na nikisoma niendeleza masomo yangu, kesho nitakuwa governor of Kajiado County. So nikipata hii ndoto, watu wa kunisaidia, kunishika mikono, kesho nitasaidia watu wengi, maana karia yangu ni ya government. Tulikuwa na ng'ombe wengi lakini kiangazi imemaliza yote. Sasa ikabidi niende nitafutie kazi kwa sababu ya kulala njaa kila siku. Sasa hiyo ikanifanya niende kuchunga, lakini sikuwa nataka hiyo. Maoni yangu ni kuwa lawyer. Niling'ang'ana mpaka nikauza pikipiki. Kiangazi imekuja kamaliza ng'ombe. So na mtoto yangu anapenda masomo. Anaamkanga mapema mwenyewe, hajai kosa shuleni na anataka kwenda university amalize nini yake. So naomba serikali wanisaidie. Wanafunzi wengi hawangerudi shuleni kwa sababu hakuna chakula. Nyumbani hakuna chakula, wakiingia shuleni vile vile chakula ni shida kwa maana hatuna chakula ama hatuna program ya chakula hapa shuleni.